Za maisha yao kwenye ajali ya barabara eneo la Soisambu, Gilgil, kaunti ya Nakuru. Ajali hii ilihusisha basi lililokuwa likielekea kaunti ya Nakuru na gari la kibinafsi lililokuwa likielekea kaunti ya Nairobi. Kamishna wa polisi eneo hilo Wilson Mwakio akidokezea kuwa dereva wa basi alikuwa akijaribu kupita gari hili la kibinafsi, huku akiwarai madereva kufuata sheria za barabarani na kuwa uangalifu wakiwa barabarani. Nilipata simu asubuhi saa 1 na ndugu yangu kutoka kwa George. Mimi nakaa huku, but mara mingi nafanya kazi kule Naivasha. Mimi ni mechanic, nafanya pale Naivasha kazi. But harakati yenye ndugu yangu George amenipigia, nilikuwa nimefika pale toll station. Akaniambia, umeshaenda kazi? Nikamwambia bado sijaenda, but ndio naelekea. Sawa, hebu jaribu fanya tu juu chini uweze kufika pale hospitali ya Gilgil. Wakina George walipata accident na tujui wako hali gani. Niambia accident ikifanyika nini itafanyika? Kamwambia anything can happen. Either injury or death. Akaniambia wameaga wote. Kamwambia wamekufa. Kawauliza wako wapi? Kaniambia wako Gilgil Mochari. Nissan Road ilikuwa inatoka upande ya Nakuru ikielekea Nairobi, while the bus ilikuwa inateremka kuelekea Nakuru. Unfortunately, occupants wa gari ndogo ya Nissan Road, they were fatally injured. Wote walifariki na roho zao Mungu azilaze mahali pema peponi. Makosa kubwa ambayo tunaona kama ilitokea ni upande ya bus. Ilianza kuovertake magari zingine ikiteremka bila kuangalia ile gari ambayo inatoka upande ya chini. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali ilikuwa inapandia, ndio zikakutana head on. Nataka kuwahimiza madereva na watumiaji njia mahali popote wawe waangalifu, wasiwe wana overtake bila mpango, bila kuangalia mbele iko namna gani.